Mbosso Kani ameendelea kulalamika kuhusu ishu ya kupata hasara kwenye wimbo wake wa DJ. Ukiangalia zaidi ya milioni 400 kutoka kwenye deals mbalimbali ambazo zilikuwa zinaingia kabla ya wimbo haujafutwa kwenye akaunti ya YouTube. Na mwisho wa siku wachambuzi kwenye hili jambo wamelikalia pia kinaga ubaga kujua kinachoendelea, yani each and everything, yani kwenye kiini mpaka tujue kabisa aliyehusika kwenye swala zima la kumsapoti kijana Mobutu ili mradi aweze kushusha wimbo wa DJ ambao tayari mtaani ulikuwa unafanya vizuri na hata kwenye charts mbalimbali wimbo wa DJ ulikuwa unafanya poa. Sasa kitendo cha kushusha wimbo kwenye akaunti ya YouTube imeonekana kwamba Mbosso ameiga na amesample labda idea, lakini pia amesample beat kutoka kwenye nyimbo ya kijana Mobutu kutokea hapa nchini Tanzania. Na kitu kikubwa ni kwamba hivi sasa inavyohisiwa na baadhi ya wadau mbalimbali ya kwamba kuna uwezekano labda wa upande wa pili kutopendezewa na ujio wa ngoma ya pili. Unajua kwa Mbosso baada ya kuachia Ozalima, of course goma kali ambalo likawa linafanya poa ni Ozalima. Tena baada ya kuachia Ozalima akaja na hii ngoma ya DJ pia the same, ikawa na vibe ile ile ya kupokelewa vizuri na Watanzania. Sasa kama unavyojua kabisa kwamba Mbosso sasa hivi akawa analishika game yeye mwenyewe na akawa analiteka soko, lazima upande wa pili watajisikia vibaya. Ni sawa sana leo hii Diamond aachie ngoma isipokelewe vizuri alafu nyimbo ya Mbosso ikawa imepokelewa vizuri, lazima tu kutakuwa na ule ukunjaji. Na ndo maana sasa hivi madai yote yanaenda pale Wasafi ya kwamba inawezekana ikawa kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanahusika na masuala ya IT wakaenda kumpa sapoti kijana Mobutu ili mradi aweze kuclaim ionekane kwamba wimbo wa DJ yani umeweza kupatiwa sample ya beat, lakini pia na hata idea Mbosso alipata kupitia nyimbo ya Mobutu. Na that's why hivi sasa hata baadhi ya mashabiki wanadai ya kwamba inawezekana kukawa na mchezo mchafu uliochezwa na Wasafi, sema wametumia kivuli cha kijana Mobutu ili mradi isionekane ya kwamba Wasafi wanahusika kuweza kushusha wimbo kupitia kijana Mobutu. Lakini moja kwa moja jinsi alivyokuwa na kuja Mbosso, hata wewe ungekuwa ni Diamond ama ungekuwa ni mtu ambaye unafanya sanaa na hii career ungeanza kushtuka. Kaachia Ozalima the same, pia energy aliyokuwa nayo imekuwa ni ile ile tokea ameanza kuwashirikisha wasanii ngoma. Alifanya kolabo na Harmonize, kafanya kolabo na Likiba, na pia amefanya kolabo na Juksi. Yani ukifuatilia yani moto alionao Mbosso mpaka dakika hii umeendelea kuwa ni mkubwa kiasi kwamba hata wasanii wakubwa na wao wanajiuliza kijana ana shida gani, kwa kuwa ni kama soko anataka kuanza kuliteka yeye mwenyewe. Na ndo maana hizi changamoto na hizi fitna zinaweza zikatokea na watu wakatumia vivuli ili mradi pia Mbosso apunguze makali ili mradi atulie kwenye ramani moja na asiende kwa ukubwa.